Ndugu wanahabari, naitwa Edwin Mgambira, ni mkurugenzi wa mtandao wa kitaifa wa kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu nchini, alimaarufu kama TANAHUT. Tunashukuru kwa mwitikio wenu na tumewaita ili tuweze kujadili kuhusiana na hali ya usafirishaji haramu wa binadamu nchini na kuona ni nini hatima ya wahanga wa usafirishaji haramu wa binadamu. Mtandao wa kuzuia usafirishaji haramu wa binadamu nchini TANAHUT unasikitishwa na mwenendo na ongezeko la vitendo vya usafirishaji haramu wa binadamu nchini, huku kukiwa hakuna jitihada za kuridhisha kutoka kwa wadau wakuu. Hivi karibuni mtandao wa TANAHUT umefanya kazi kubwa sana ya kuumbua mitandao na syndicates za usafirishaji haramu wa binadamu na kufikisha taarifa kwa mamlaka husika katika mnyororo wa taarifa. Hata hivyo, jitihada zinazochukuliwa na mamlaka haziridhishi. Yafuatayo ni baadhi ya matukio muhimu ya usafirishaji haramu wa binadamu ambayo mtandao umeyaibua na hatima ya wahanga haijulikani. Naanza na kisa cha kwanza. Kesi ya kwanza nataka kuangazia ni kesi inayomhusu bwana mmoja anaitwa Stefano Maswara. Huyu mtu alihusika kusafirisha kingono, yani sex trafficking, mabinti 7, baadhi yao wakiwa na miaka 10, miaka 11, miaka 12 na miaka 14. Kitendo hiki kilitekelezwa na mtu aitwaye Stefano Maswara ambaye inasemekana ni mchungaji wa kanisa na mmiliki wa kituo kiitwacho Majesty Children Home kilicho chini ya taasisi yake iitwayo Stefano and Agatha Foundation. Taasisi hizi zipo eneo la Mlandizi, mkoa wa Pwani, na kitendo hiki kilizua hofu kubwa na taharuki katika jamii. Maazimio na msimamo wa TANAHUT: tunahitaji uwajibikaji wa ustawi wa jamii. Tunataka ofisi ya Rais TAMISEMI imchukulie hatua kali sana afisa ustawi wa jamii wa Mlandizi aitwaye Yahaya, kwani wakati wa uchunguzi na wakati tunahoji wa mashahidi wa huu uhalifu, mashahidi mbalimbali ambao kwa kweli wamekuwa ni msingi mkubwa mpaka kesi kufikisha mahakamani, tuligundua kwamba afisa huyu alikuwa anashirikiana na huyu mtu aliyesafisha kingono na kuwatumisha kingono watoto wa miaka 10, 11 mpaka 14, akafanya jitihada za kumlinda na akawatisha maisha yao wale raia wema ambao ni wapuliza filimbi, yani whistleblowers. Tunatoa rai pia kwa TAKUKURU kuchunguza tukio hili na kumchukulia hatua stahiki za kisheria ndugu Yahaya, kwani kuna viashiria vyote vya rushwa. Namba 2 ni usalama wa watoto. TANAHUT tunatoa rai kwa waziri wa mambo ya ndani na waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto kudhibitisha hadharani usalama wa mabinti hawa ambao kwa sasa wanasemekana baadhi yao wapo majumbani kwao na wengine wapo vituo vya kulelea watoto yatima, maeneo ambayo huyu mtenda makosa anapafahamu yeye na familia yake. Hivyo usalama wao uko hatarini. Tunahitaji kudhibitishia umma kwamba hawa watoto wako salama. Namba 3 ni mashtaka dhidi ya huyu mhalifu. Kwanza tunatoa pongezi kwa ofisi ya mashtaka taifa. Tulitoa wito kwamba wafanye kitu tunaita prosecution related investigation, na tunashukuru walitusikiliza, wakatuma timu kutoka Dodoma kaungana na timu ya Pwani, wakafanya uchunguzi vizuri na wakapeleka kesi mahakamani. Tunawapongeza kwa hilo. Pamoja na hayo, tunatoa rai kubwa sana, pamoja na shtaka la ubakaji liongezwe shtaka la usafirishaji haramu wa binadamu.
yani severe trafficking in persons, ambayo ipo chini ya kifungu cha 6 kifungu kidogo cha kwanza na kifungu cha 6 kifungu kidogo cha 4 cha sheria ya kuzuia usafirishaji haramu wa binadamu, sheria namba 6 mwaka 2008, ikisoma kwa pamoja na nyongeza sheria namba 2 ya mwaka 2022, yani the Written Laws Miscellaneous Amendments number 2 Act 2022. Hii sheria ya pambana na usafirishaji haramu wa binadamu ilitungwa na imekuwa inafanywa maboresho ili itekelezwe, haijatungwa ili kae kabatini. Imetungwa ili itekelezwe. Sasa hawa waendesha mashtaka wanavyokataa kufungua mashtaka ya usafirishaji haramu wa binadamu wakati ushahidi uko wazi, kwa kweli hii haipendezi. Hii inatoa mwanya kwa hawa wahalifu kuendelea na huu uhalifu, na sasa lazima ifikie mwisho. Na jambo lingine ni haki ya kutokupewa dhamana. Huyu bwana ana haki ya kutopewa dhamana chini ya kifungu cha 148 kifungu kidogo cha 5 Romani 6. Kosa la usafirishaji haramu wa binadamu halitolewi dhamana kwa mujibu wa kifungu cha 148 kifungu kidogo cha 5 cha sheria mwenendo wa mashauri ya jinai sura ya 20 ya sheria za Tanzania. Hivyo tunaomba huyu mtu asionekane uraiani mpaka hatima yake itakapokuwa imeamriwa na mahakama. Namba 5 ni kufungwa kwa kituo cha Majesty Children Home na taasisi yake dada ya Stefano Ndagata Foundation. Taasisi hizi zipo eneo la Mlandizi, mkoa wa Pwani, zimekuwa ni kichaka cha uhalifu na wanatumia kutekeleza usafirishaji wa kingono, yani sex trafficking, na ubakaji wa watoto wadogo kwa kisingizio cha kuwapa msaada wa kielimu na msaada wa malazi. Mwisho kabisa ni ushirikiano wa kisheria. TANAUT tupo tayari kutoa msaada wa kiufundi kwa timu ya mashtaka kudhibitisha kosa la usafirishaji haramu wa binadamu. Tuna timu ya wabobezi, nafikiri mnaona baadhi wako hapa mbele na wengine wako kila mkoa. Wapo tayari kujitoa kwa hali na mali, kwa kujitolea kuhakikisha kwamba hii mitandao ya usafirishaji haramu wa binadamu inakuwa dismantled. Okay. Kwa majina naitwa Halima Sonda, ni National Coordinator au mratibu wa taasisi ya TANAUT, Tanzania Network Against Human Trafficking. Nitaendeleza pale mwenzangu alipoishia. Kisa namba 2. Kisa hichi tumekipa jina la Halfan Masoud Said. Bwana Halfan Masoud Said kwa kushirikiana na kampuni ya Wachina iitwayo Maisha Plastic Company kati ya mwaka 2020 na mwaka 2023 alisafirisha Watanzania kadhaa kwenda Myanmar. Idadi haijajulikana kwa sababu bado tuko katika uchunguzi, kwa ajili ya kutimikishwa kwenye uhalifu wa kimtandao, trafficking for forced criminality. Kwa jitihada ya TANAUT, Wizara ya Mambo ya Ndani na polisi wa Kibaha, mtuhumiwa Halfan alikamatwa mnamo tarehe 18 mwezi wa pili mwaka 2025 saa 4 usiku. Alikamatwa pamoja na ushahidi usiotiliwa shaka sambamba na ushahidi wa hanga wa matendo haya. Bwana huyu mpaka sasa tunavyozungumza hajafikishwa mahakamani, pamoja na kwamba alikamatwa na ushahidi. Na pamoja na kuwa makosa yake hayastahimili dhamana kisheria kama ilivyoelezwa hapo awali kutokana na kwa mujibu wa kifungu cha 148 namba 5(6) cha CPA sura 20, kosa la usafirishaji haramu wa binadamu halina dhamana. Lakini bwana huyu amepewa dhamana na yupo uraiani. Na tunavyoongea hivi sasa tuna shaka kubwa bwana huyu anaendelea kuwasafirisha Watanzania kwenda kutimikishwa huko nchi za nje. Rai na wito kwa ofisi ya mashtaka nchini. Taasisi ya TANAUT tunatoa rai kwamba Bwana Halfan Masoud Said afikishwe mahakamani haraka kwa mashtaka ya usafirishaji haramu wa binadamu, kwa sababu kuendelea kuwepo kwake katika uraia ni hatari kwa wananchi wa Tanzania, kwa sababu anaendelea na shughuli zake za usafirishaji haramu wa binadamu. Pili, Bwana Halfan Masoud Said hana haki ya dhamana. Hivyo tunatarajia tusimuone katika mitaa. 3, utolewe ulinzi madhubuti kwa wahanga wote wanaotarajia kutoa ushahidi mahakamani, kwa sababu bwana huyu ana uwezo wa kifedha, hivyo
kuwatishia maisha wahanga. 4. Kiwanda cha Maisha Plastic na raia wa kigeni wote wanaohusika na kiwandani hapo wachunguzwe na wachukuliwe hatua stahiki za kisheria. Ikiwa wanahusika wafungiwe na hatua za kisheria zichukuliwe kwa mujibu wa sheria za nchi yetu dhidi yao. Asante. Majina, mimi naitwa Elfadhili Ayo, ni mkurugenzi mtendaji wa shirika linaloitwa Zuia Trafficking Tanzania, ambayo makao yake makuu yako Morogoro. Kisa namba 3. Usafirishaji haramu wa vijana zaidi ya 1000 mkoa wa Morogoro. TANAHUD kupitia wanachama wake waliopo mkoa wa Morogoro walibaini uwepo wa vijana zaidi ya 1000 katika maeneo mbalimbali ya Morogoro. TANAHUD ilipandikiza timu kwa ajili ya kukusanya taarifa na kujiridhisha kweli uwepo wa jinai ya usafirishaji haramu wa binadamu ulifanyika. Tuligundua yafuatayo: makampuni zaidi ya 2 yamewarecruit, kushawishi vijana zaidi ya 1000 kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania, wengine wakiwa ni wanafunzi wa vyuo waliomaliza sekondari form 4, umri miaka 16 mpaka 25, kwa kuwadanganya kuwa wanatoa ajira, nafasi za kusoma na fursa za kibiashara, za biashara ya mtandaoni, kuwapangisha vyumba maeneo mbalimbali ya Morogoro na kuwatumikisha kutekeleza uhalifu wa kitapeli. Hupewa mafunzo kwamba kampuni ina mpango wa biashara ambao unaweza kukupa bilioni 2.2 kwa mwaka. Na ili kuingia katika mpango huo unahitaji kununua bidhaa zao mtandaoni na kisha kuleta watu wengine 2. Vijana ushurutishwa kuwadanganya wazazi kwamba wamepata ajira na nafasi ya kwenda kusoma nje ya nchi, na kuwataka wazazi kulipa gharama za safari kama njia ya kujipatia pesa za kujiunga na kampuni. Hutumikishwa kwa shurti, hawapewi uhuru binafsi, na kila senti inayopatikana inaenda kwa viongozi wao na hawalipwi hata senti moja. Badala yake kupewa vitisho vya uraia wao iwapo watatoroka ama kusema popote. Ofisi zao ni za kificho, haziko sehemu ya wazi, wala hakuna matangazo yanayoonyesha kwamba hii ni ofisi fulani iko mahali fulani. Huwezi kupelekwa kwenye ofisi zao mpaka ujulikane nani aliyekuleta. Kama una mtu ndani ya huo mtandao wao, ndipo unaweza kupokelewa. Wananchi wanaoishi karibu na ofisi zao hawawezi kujua nini kinachoendelea humo ndani ya ofisi zao. Pesa ulipwa mkononi au kwa akaunti binafsi za viongozi. Hatua ambazo zimechukuliwa na TANAHUD. TANAHUD ilishirikisha mamlaka ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi kupitia Sekretarieti ya Kitaifa ya Kuzuia Usafirishaji Haramu wa Binadamu. Tunampongeza Katibu wa Secretariat ndugu Separatus Fela, alituma timu akiungana na TANAHUD kujionea yanayoendelea na kujiridhisha kuwa kweli usafirishaji haramu wa binadamu unatendeka kwa kiasi kinachotisha. TANAHUD
na MOHA tukashirikisha jeshi la polisi Morogoro. Hata hivyo, kinyume na takwa la kisheria, baadhi ya wahalifu walipelekwa mahakama ya mwanzo na kuachiwa kwa faini ndogo ndogo, na kesi zingine zinaendelea, huku watuhumiwa wakiwa wanaendelea na biashara hiyo. Biashara hii sio tu mkoa wa Morogoro. Turnout imebaini kuwa ipo mikoa mbalimbali ya Tanzania, na taifa linapoteza nguvu kazi kupitia zoezi hili. Tumefanikiwa kurudisha vijana 12 nyumbani. Wito wa turnout kwa serikali: makampuni yote ya QNet, Alliance na washiriki wake wote wachukuliwe hatua. Namba 2, BRELA ifunge makampuni yote tajwa. 3, wakurugenzi na mameneja wote wote na mawakala wao wote wakamatwe na kufikishwa mahakamani haraka. Namba 4, walipe fidia stahiki kwa wahanga wote walioathiriwa na vitendo hivyo. Asante. Asante. Mimi naitwa Abdalla Msika, Abdalla Waziri Msika. Ni kamanda wa polisi mstaafu, kamishna msaidizi wa polisi, ambaye ni mmoja kati ya timu ya wachunguzi, wafuatiliaji na washauri kwenye project hii. Ninarudi kwenye kumbukumbu za kisa kilichotokea mwaka jana 2024, ambapo watuhumiwa wawili, mmoja Saidi Ali Omar na mtuhumiwa mwenzake kwa jina la Fatuma Saleh, walimsafirisha kiharamu binti kwa jina la bandia la kwake halisi limefichwa kwa jina la Zuena, wakamsafirisha na kumpitisha Zanzibar kwenda Oman. Kule nchini Oman alipitishwa kwenye kaya kadhaa akifanyishwa kazi za ndani, huku wao wakiwa ndio wanaolipwa fedha za kazi yake aliyokuwa anaifanya kule. Wahusika hao wote wawili walikamatwa kwa juhudi za dhati kabisa na taasisi ya Tanahat na taasisi ya Anti-Trafficking Secretariat ambao kwa kifupi ni ATS, na kufikishwa katika kituo cha polisi cha Kati, Dar es Salaam Central, lakini baadaye waliachiwa kwa dhamana na mpaka sasa hawajapelekwa mahakamani. Na hakukuwa na maelezo yoyote ya mwenendo wa kesi hii. Sasa wito, kama walivyotangulia kutoa wasemaji wetu waliotangulia, wito kwa ofisi ya mashtaka: uhalifu na usafirishaji haramu wa binadamu hauna dhamana. Tunaomba sheria ifuate
taratibu ama mkondo wake, na wahalifu hawa wafikishwe mahakamani haraka sana ipasavyo. Lakini pia kwa mhanga aweze kupewa ulinzi, kwani anatishiwa maisha na usalama wake mpaka sasa hivi kutoka kwa hawa wasafirishaji haramu. Hali kadhalika tunatoa wito kwa kutumia fursa hii kwa wanajamii wote kwa jumla, waone uhalifu huu wa kusafirisha kwa njia haramu binadamu, wakiwemo watoto, vijana wa rika mbalimbali, kwamba ni uhalifu ambao unahitaji kuwa na nguvu ya pamoja kutoka kwa jamii, na wanajamii wenyewe wawe mstari wa mbele, kwa sababu haya yote yanayotokea yanafanyika kwa kuanzia mitaani kwetu, majumbani kwetu, na kwenda mbali zaidi mpaka yanakwenda kimataifa. Kwa hiyo macho, masikio ya wanajamii yana kazi kubwa sana yenye manufaa kushiriki kwa kutoa taarifa, lakini pia wanajamii hawa wana nafasi nzuri ya pamoja, kwa sababu kama malengo ni kuwafikisha watuhumiwa mahakamani katika hatua mbalimbali za kukamilisha na kukomesha aina hii ya uhalifu, basi mahakamani kunahitajika ushahidi uliokamilika. Kwa hiyo wanapokuwa wamefikiwa na vyombo vya uchunguzi na mamlaka za kiuchunguzi, basi wasisite, wawe tayari kutoa lile wanalolifahamu ili kusudi lisaidie kuchangia mwisho mwema wa mashauri haya. Kwa hiyo ni wito pia kwa wanajamii wajue nafasi zao, na viongozi wa wanajamii hawa katika ngazi ya serikali za mitaa, serikali na viongozi wa kata, vijiji, haya yote ndiyo vyanzo maeneo ya kupatikana kwa wahanga. Kwa hiyo kwa wito huo naomba kuishi hapa. Habari za wakati huu. Kwa majina naitwa Muhsin Muhammad Kaunya, ni mdau na mwanafamilia wa Tanhat. Kisa cha 5, shauri linalohusu mtumishi wa dini hapa nchini, sex trafficking. Mnamo mwaka 2022 mabinti wawili walinusuriwa na Tanhat kutoka kwenye mikono ya kiongozi mkubwa wa kanisa kubwa hapa nchini aliyewatumikisha kingono kwa muda mrefu. Baadaye pia ilipatikana taarifa mabinti wengine wawili kutoka nje ya nchi waliofanyiwa ukatili huo na kiongozi huyo. Tanhat kwa kushirikiana na Sekretarieti ya Kitaifa ya Kuzuia na Usafirishaji Haramu wa Binadamu tuliwafanyia mahojiano au mabinti na walitoa ushahidi usio na shaka kuhusu usafirisha kingono na kiongozi huyo. ATS iliahidi kulifanyia kazi ili swala. Tangu mwaka jana mpaka mwaka huu wahanga wa ukatili huo hawajui hatima yao ni ipi, kwani mhalifu hajakamatwa na kuhojiwa na mamlaka yoyote hapa nchini. Wito kwa Wizara ya Mambo ya Ndani na Wizara Katiba na Sheria. Shauri hili Wizara ya Mambo ya Ndani inalifahamu. Tunatoa wito kwa kiongozi huyo akamatwe haraka sana, afikishwe mahakamani kujibu shutuma zinazomkabili, na akiitwa itiani kanisa lake lifungiwe ili iwe fundisho kwa makanisa yote yanajihusisha na ubakaji wa watoto na utumikishwaji wa mabinti kingono. Shukrani sana. Mimi naitwa Bwana Jones John, ni mkurugenzi wa utafiti na masuala ya kitaalamu ya kiprogramu wa mtandao huu wa Tanhat. Katika mwendelezo wa tamko hili nawashirikisha kisa kingine ambacho kitakuwa katika mfululizo huu. Ni kisa cha 6 ambacho kinahusiana na kesi ya Jamhuri dhidi ya
ndugu wanane wanaoongozwa na jina la mtu mmoja anaitwa Elpidius Rwegoshola. Kama mtakumbuka, hii kesi imetokea mkoa wa Kagera kule wilaya ya Muleba. Ni kesi iliyoripotiwa kwa upana na vyombo vya habari, ikimhusisha mtoto mmoja mwenye ualbino. Katika kesi hii inayohusisha kifo cha kikatili cha mtoto huyo wa miaka 2 huko Bukoba kwa lengo la kuvuna viungo vyake ili kupata utajiri kupitia imani za kishirikina, kwa maana ya organ trafficking kwa lugha ya Kiingereza. Kesi hii ilipelekwa mahakamani kama kosa kubwa tunaloita capital offense. Pamoja na hayo, tunataka wauaji au watuhumiwa ambao wamefunguliwa mashtaka hayo wafunguliwe na shtaka la nyongeza, shtaka la usafirishaji haramu, yaani organ trafficking kwa lugha ya Kiingereza, kwenye mahakama kuu ya Bukoba. Kwa maana ya aina hii ya kosa, mahakama pekee yenye kuweza kusikiliza swala hili ni mahakama ya ngazi kuu, mahakama kuu. Hii ni muhimu ili haki ya marehemu iweze kutendeka, japo yeye hatuko naye tena. Sheria iliandikwa ili itekelezwe na si kupendezesha vitabu. Tunapoyazungumza haya, tunaongozwa na miiko ya maadili ya kitaaluma kwa kiwango ambacho tunaweza kujadili swala lililoko mahakamani tayari. Hata hivyo, kama TANAHUT tupo tayari kutoa msaada wa kiufundi kuhakikisha masuala yote ya kiufundi ya kudhibitisha kosa la aina hii la usafirishaji haramu wa viungo vya binadamu yanakaa sawa. Visa kama hivi, hiki ni kimojawapo tu cha visa, na visa vingine ambavyo tumetangulia kuvitaja ni vichache tu, ni mifano tu michache, lakini visa vya namna hii viko vingi sana. Kuvitaja vyote ni sawa na kunyosha kidole mwezini, akiwezi kufika huko. Ni rai yetu kwa serikali, hasa jeshi la polisi na ofisi ya mashtaka taifa, kuhakikisha visa vyote vya usafirishaji haramu wa binadamu vinapelelezwa kwa weledi na kupelekwa mahakamani ili wahalifu waadhibiwe na wahanga wapate haki zao stahiki. Kabisa, tunatoa mapendekezo kwa Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi. Tunatoa kwa Wizara ya Mambo ya Ndani kwa sababu ndo wizara ya kisekta yenye instrument ya Mheshimiwa Rais kusimamia masuala ya usafirishaji haramu wa binadamu. Lakini pia ndo wizara pekee iliyopewa mandate na sheria namba 6 mwaka 2008, sheria ya kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu. Hivyo tunapendekeza yafuatayo. Kutokana na mlolongo wa hivyo visa vyote, tunapendekeza yafuatayo yafanyike ili kudiri na changamoto hizi ambazo tumeziorodhesha. Tunapendekeza Wizara ya Mambo ya Ndani ijielekeze katika kuiamsha usingizini kamati ya kitaifa ya kuzuia usafirishaji haramu wa binadamu, yani the Anti-Trafficking Committee, ili kamati hiyo iweze kusimamia vizuri majukumu yake kama yalivyotamkwa kwenye kifungu cha 30 cha sheria ya kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu. Namba 2, tunapendekeza Sekretarieti ya Kitaifa ya kuzuia usafirishaji haramu wa binadamu, yani ATS, iongezwe nyenzo, kwani imeonesha njia na imeonesha hali ya kupambana na tatizo hili. Hivyo tunaomba iongezwe nyenzo, bajeti na uwezo wa kufanya operesheni za kukamata wahalifu, na wawe na mamlaka ya kupeleka wahalifu mahakamani ili kuzuia hujuma zinazofanywa na idara nyinginezo za kipelelezi, hususan jeshi la polisi na task force. Kwa elimu hizi na mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube.